Asante sana mpenzi mtazamaji ambaye ni mheshimiwa mkubwa katika mtandao wetu wa Mkenya TV malpopote ulipo. Naomba nikusalimie hujambo na natumai umzima ubuheri wa afya na mipenye nipo kukwema. Karibu ili nikufahamishe yale ambayo yanaendelea hasa katika taifa letu la Kenya, kisha baadaye tutakuwa tunayaangalia kwa undani kabla nitamatishe hii kanda. Lakini ningependa kujua unatazama hii kanda kutoka eneo lipi. Ikiwa unatazama kutoka kaunti yoyote ile katika taifa letu la Kenya, nifahamishe unanifuatilia ukiwa kaunti gani. Ikiwa unatutazama kutoka mataifa mengine pia tunashukuru, lakini tufahamishe tu kwa kutuandikia katika sehemu ya maoni hapa chini ili kujua unatutazama kutoka eneo lipi haswa katika ulimwengu huu. Baada ya habari kuchacha kusambazwa katika mitandao ya kijamii kuanzia mwishoni mwa wiki jana na mapema wiki hii kuhusiana na hali ya afya ya kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga, ilibidi mke wake Aida Odinga kuzungumza kuhusiana na hali ya afya ya kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga, huku Aida Odinga akisema ya kwamba Raila yuko sawa. Matamshi ambayo sasa yameleta mchecheto mwingine. Ni kuna kanda ambazo naenda kuzitumia kuunda msingi haswa kwa yale ambayo tunaenda kuzungumzia katika kanda hii. Nikukumbushe kidogo Aida Odinga vile aliweza kudhibitisha kwamba Raila Odinga yu sawa. Tusikize. Baba is okay. Juma mokalo ni nyute ntiego nche chandu jinga. Jo moko bukore ni baba tuo. Ne beno racha nyako wacho no. Da kele bana hospital mamigori ka. Da kele hospital mamigori. Baba mosu ongema. Okaw mona yweyo matin. Apenji ngat moko da kode to nge nade. Ma anta kiani. Apenjo ngat moko da kode to nge nade molongo rwako no. Ma anta kia. Dima wacho ni adiera. Baba is okay. Sauti hiyo ni ya mke wa Raila Odinga mwenye aliweza kudhibitisha kuhusiana na hali ya afya ya bwana ambaye ni kiongozi wa ODM Raila Odinga. Na wakati tulikuwa tunafanya uchanganuzi katika platform yetu ya Mkenya TV, niliweza kusema wazi kwamba kwa sababu yule ambaye amezungumza ni wa familia ndani, tunastahili kukubali. Lakini kipi hiki ambacho kimefanyika? Kabla nizame kwa undani, na shukuru wote ambao mnatazama hii kana mahali popote mlipo, mzidi kubarikiwa na Mwenyezi Mungu akae katika kiti cha enzi. Lakini kuna ombi moja tu, kwa heshima na taadhima, unapoendelea kutazama hii kana tukabidhi like, kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda. Bonyeza hiyo alama ya kidole kama njia moja ya kutukabidhi like, na asante sana, shukuru. Lakini ikiwa hauja subscribe katika channel yetu ya Mkenya TV, kuna kitufe pale chini unapotazama. Ikiwa umeandikiwa subscribed, usiponyeze kwa sababu tayari wewe ni subscriber. Asante kwa kuzidi kunipiga jeki, barikiwa tena zaidi. Lakini ikiwa umeandikiwa subscribe, inamaanisha hauja subscribe, bonyeza hicho kitufe ili kubadilishiwa na kuandikiwa subscribed. Karibu kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kanda zote pindi tu tunapoziweka katika mtandao huu wa Mkenya TV. Na wakati tunaweka kanda mpya utakuwa unapokeza notification kufahamishwa kwamba Mkenya TV ameweka kanda mpya ambayo inastahili kutazama. Na ukimaliza kutazama, sambaza hii kanda kwa 1 2 3 katika mtandao wa WhatsApp. Karibu ili tusonge mbele pamoja. Sasa baada ya Aida Odinga kuzungumza hivyo, kuna mchecheto ambao umeingilia kati tena. Mwanasiasa ambaye anawania kiti cha ugavana katika kaunti hii ya Nairobi kupitia chama cha KANU, jina lake anaitwa Tony Gachoka, naye ameweza kuzungumzia matamshi ya Aida Odinga. Inaonekana yeye haamini kile ambacho Aida Odinga aliweza kudhibitisha katika vyombo vya habari. Tusikize. My advice is, let's be transparent about any issue that could be facing him, because we all want to pull together to pray for Raila together, to wish him well. So I want to start by acknowledging that, Mama Aida Odinga is my mother, my political mother. Yes. So when she speaks, I get a bit concerned. I wanted to tell Mama Aida. So my message to Mama Aida and the people who love Raila is that when people have an unbelieved truth, it is worse than a lie. I want to repeat myself. When you have an unbelieved truth, it is worse than a lie. The way in which the matter of Mheshimiwa Raila has been handled is not professional. It's not just to the people of Kenya, and it's not just to Honorable Raila Odinga. Baba holds a place in this country where, regardless of politics, people would want to know his state of health. And I tell you why. Because, you see, there was a postponement of ODM at 20, which was meant to be in Mombasa. Yes. And all of a sudden, Mzee is now not there. So, Kenyans are beginning to ask the question, is there something not happening here? Matamshi hayo ni ya Tony Gachoka ambaye ameweza kusema ya kwamba
unbelieved truth is worse than a lie. Yaani ukweli usioaminika ni hatari kuliko udanganyifu. Kumaanisha yeye haamini kile ambacho Aida Odinga aliweza kuzungumza yeye mwenyewe. Ikumbuke kwamba Raila Odinga iliweza kuthibitishwa kupitia chama cha ODM kwamba hayupo katika taifa la Kenya, yuko katika taifa lingine, lakini atarejea hapo baadaye. Jambo ambalo liliweza kusababisha sherehe ya kusherekea miaka 20 tangu chama cha ODM kuanzishwa humu nchini kusitishwa, sherehe ambayo ingefanywa katika kaunti ya Mombasa. Kuna wale ambao waliweza kusema ya kwamba amepelekwa hospitali, na ikumbuke kwamba wiki jana siku ya Jumapili wiki hii, yes, mbunge wa eneo bunge wakilishi la Supa Kusini ambaye alichaguliwa kupitia chama cha ODM, na haya aliweza kuwaomba Wakristo humu nchini wazidi kumuombea kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga ili aweze kupata nafuu ya haraka. Nani tunamwamini? Tusikize what he said on Sunday this week earlier. Take this opportunity to appeal to all Christians of all faiths in the Republic of Kenya to say special prayers for our leader, the Right Honorable Raila Amolo Odinga, for quick recovery so that he may regain his full health and full strength as he recovers at the hospital. Umesikiza vile aliweza kusema yeye mwenyewe. Kumaanisha hakuna vile wa Kenya wanaamini nani anazungumza ukweli, nani anazungumza udanganyifu. Lakini mimi mwenyewe niliweza kudhibitisha na kusema kwamba kile ambacho Aida Odinga amezungumza ni cha ukweli, kwa sababu yeye ndiye anamuelewa Raila Odinga kuliko Wakenya wote, kuliko wanasiasa wote, kuliko viongozi wote, kuliko Mkenya yeyote yule ambaye angekuwa na nia ya kujua hali ya afya ya kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga. Na niliona gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo naye akithibitisha kwamba, akisema kwamba Raila yu sawa na atarejea humu nchini. Ni vile tu haijulikani yuko wapi. Lakini kuna picha ambayo iliweza kuwekwa katika mitandao ya kijamii kupitia Philip Etale ambaye ni mkurugenzi wa mawasiliano katika ofisi ya chama cha ODM. Tuliweza kumuona Raila Odinga, lakini ile picha wakati unaizoom inaonyesha kwamba alikuwa katika hospitali moja kule Dubai. Lakini hayo ni yale ambayo haja bado kuthibitishwa, na kufikia sasa lazima tusubiri wakati Raila Odinga yeye mwenyewe atajitokelezea na kuzungumza ili kuweka Wakenya katika hali ambayo haina utata wowote. What do you think? Utaniandikia katika sehemu ya maoni. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa masuala haya kuhusiana na yale ambayo yanaendelea ya viongozi humu nchini. Ikiwa hauja subscribe katika channel yetu Mokenya TV, na kuomba tu kaweze kusubscribe. Kuna kitufe pale chini ambacho kimeandikwa subscribe, bonyeza hicho kitufe ili kuandikiwa subscribed. Kadi yake kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kanali zote pindi tu tunapoziweka katika mtandao huu wa Mokenya TV. Baza hii kana kwa 123 katika mtandao wa WhatsApp na hata katika mtandao ule mwingine wa Facebook ili tuendelee kujulisha wengi tena zaidi. Asanteni sana ladies and gentlemen. Be blessed. Let's meet in the next video. Bye bye.